hizi zote ndiyo barabara kimsingi zinabeba uchumi wetu. Kwa hivyo tumepanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzifanyia ukarabati mkubwa, na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yako dhahiri kwamba tunakwenda kufanya pia si ukarabati tu, ni pamoja na upanuzi wa barabara hizi. Kwa hivyo mkakati wetu, mtaona namna ambavyo tunaanza kuzitoa barabara hizi kutoka katika single carriage zinakwenda kuwa katika double carriage. Kidogo kidogo tunaamini kwamba tutafanikiwa, tutakwenda hatua kwa hatua. Double carriage zitatusaidia watu waondoke katika mtindo wa barabara za kutazamana namna hii. Kwa hivyo mbili zinapita upande mwingine na mbili zinakwenda upande mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi pia msisitizo wetu ni kuhakikisha tunakamilisha miradi yote inayoendelea, na ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa tunaipa kipaumbele cha namna ya kipekee kabisa. Kwa hivyo niwatoe hofu waheshimiwa wabunge ya kwamba miradi yote inayoendelea na miradi yote iliyokwisha kusainiwa, hii ni kipaumbele chetu na tutaendelea kuitazama kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba hatubakizi viporo ili mambo yetu yaweze kupendeza zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho naomba nijielekeze katika hoja ambayo imekuwa ikisemwa na baadhi ya watu ya kwamba hakuna kilichokopwa kisha tukakosa kufanya jambo la maendeleo katika barabara na viwanja vya ndege vilivyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunampongeza sana Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na ushahidi ni juzi Waziri wa Uchukuzi amekuwa akienda akifungua baadhi na kuruhusu ndege zinaruka. Tusingelikuwa na kiwanja cha Tabora, tusingekuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Shinyanga, tusingelikuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Sumbawanga, tusingelikuwa na mradi unaoendelea wa kuboresha kiwanja cha Kigoma, tusingelikuwa na uwanja unaoboreshwa pale Tanga, tusingelikuwa na mpango wa kutengeneza kiwanja cha kisasa pale Manyara. Haya yote tunafanya ni kutokana na mikopo nafuu tuliyoipata kupitia wadau wetu wa maendeleo.